Simba imeumaliza mwendo, vita imepigana na hakika imani wameilinda. Zilikuwa ni goli mbili ambazo walitangulia kuzipata mwanzoni kabisa, lakini wakasema sisi bana huko hataki kwenda. Alassane Kante amerejeshewa mpira kutoka kwa Delaruk Rushain, akaona ya nini bana, ngoja nimrejeshe goalkeeper, lakini nipige mfupi. Kupiga mfupi akawa ametoa zawadi yale yale ya Chemeloni Fondo yamerejea kwa Alassane Kante. Mbali na ile moment ya kumrudishia mpira goalkeeper na wakainasa wakafunga, sioni kama kuna moment ya maana sana ambayo Alassane Kante ameifanya zaidi ya kuichoma timu. Simba imeshindwa kujishikilia. Hata hivyo wamshukuru Mungu ni kwamba walikuwa nakufa nyumbani, kwa sababu dakika za nyongeza walipata mkwaju wa penalty. Esperance de Tunis, bahati tu isiyo nzuri kwao, mkwaju umeweza kupaa juu. Lakini tujiulize, msimu kimataifa kwa Simba umetamatika sasa. Kipi ambacho ni tatizo zaidi kwao? Kwa sababu umekuwa ni msimu ambao kila wakisema tumaini liko pale hawalikuti. Although wamejitahidi kusajili wachezaji ambao kuna kitu wamekuja kukiongeza sahihi kabisa, lakini je, kimewasaidia hicho kitu? Imeshindikana. Imagine uko uwanja wa nyumbani unaongoza goli 2-0, halafu unaruhusu goli 2 zinarudi na unakoswa goli la 3 na una wachezaji ambao ni wa kimataifa, una kocha wa kimataifa, una kila kitu ambacho kinastahili kukubeba kwenye mchezo, lakini Esperance de Tunis wenyewe wana hali gani kama wanaweza kuruhusu goli 2? Yani umeona balaa lililopo, yani kwamba Simba ni sawa na yule demu ambaye ameoga vizuri akapendeza akaweka kiwala akatana nywele, ila mjini atapasikia tu.